Ya, leo naona mna mapanga. Eti kwa nini mna mapanga? Tumekuja kukata matawi. Matawi? Ndio. Matawi ya nini? Ya mitende. Ya mitende. Kwa ajili ya nini? Ya Dominika ya matawi. Dominika ya matawi. Vizuri sana. Kwa nini Yesu au katika mazingira gani Yesu aliingia kwa shangwe Yerusalemu? Swali zuri. Ni katika mazingira yapi Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe? Kikawaida Wayahudi walikuwa na sherehe kubwa 3 ambazo katika sherehe hizo ni lazima kila mwanaume wa Kiyahudi aende Yerusalemu. Lakini pia Yerusalemu palikuwa na hekalu. Hekalu hili lilijengwa na Mfalme Suleiman mwaka wa 960 kabla ya kuzaliwa Kristo. Baadaye likaharibiwa na Wababiloni mwaka wa 587 kabla ya kuzaliwa Kristo. Baadaye likachafuliwa na watu ambao ni Wagiriki mwaka wa 185 kabla ya kuzaliwa Kristo, likasafishwa na kile kikundi cha kina Yuda wa Makabayo. Baadaye likarekebishwa tena na kupambwa vizuri kabisa na Mfalme Herode kati ya mwaka wa 23 kabla ya kuzaliwa Kristo hadi mwaka wa 23 baada ya kuzaliwa Kristo. Sasa ile hekalu ilikuwa ni sehemu tu ya kutolea sadaka kwa Wayahudi wote. Wale walikuwa na hekalu moja tu ambalo kwa kweli kila mwaka katika sherehe 3 kubwa ni lazima waende kule Yerusalemu kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Sherehe hizo sasa, sherehe ya kwanza ni Pasaka ambayo iliadhimishwa kati ya mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 5. Ukirejea katika kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 23. Katika sherehe ya Pasaka Wayahudi walikumbuka siku ambayo Yesu aliwakomboa kutoka utumwa wa Misri. Tukirejea kitabu cha Kutoka sura ya 12 na sura ya 13. Kwa hiyo walitangulia kule siku 5, siku 6, siku 7 kabla ya tarehe ya sherehe yenyewe, wakiwa na wanyama wao, wakiwa na nafaka kwa ajili ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Kwa hiyo watu wanatoka mashambani, maeneo mbalimbali, wote wanaelekea huko Yerusalemu ili kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Sherehe ya pili ilikuwa ni sherehe ya Pentekoste ambayo iliadhimishwa siku 50 baada ya Pasaka, na ni sherehe ambayo ilikumbuka siku ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa Wayahudi zile amri 10. Tukirejea kitabu cha Kutoka sura ya 19 na sura ya 20. Sherehe ya tatu ambayo ni kubwa ni sherehe sasa ya vibanda. Sherehe hii Wayahudi walienda pia Yerusalemu, ilikuwa ni kati ya mwezi wa 8 wa 9. Na walipofika Yerusalemu basi walijenga vibanda wakifanya kumbukumbu ya namna ambavyo Mungu alivyowatoa kutoka utumwa wa Misri. Walikaa kwenye vibanda. Kwa hiyo wanaenda wanatengeneza vibanda, na vibanda vyao walivitengeneza kwa miti kama majani kama haya, majani ya mitende. Halafu baada ya kutengeneza hivyo vibanda, basi walitumia majani haya kwenda kumshangilia Mwenyezi Mungu katika hekalu. Kwa hiyo hii mitende hii ilitumika kumsifu Mungu. Kwa hiyo wanamsifu Mungu kwa kutumia majani ya mitende. Na sherehe nyinginezo labda ni sherehe ya mwaka mpya, sherehe ya msamaha katika Mambo ya Walawi sura ya 16, lakini basi walau hizo 3 ndio kubwa zaidi. Sasa Yesu naye kama mwanaume wa Kiyahudi, zilipokaribia Pasaka mwezi wa 3 au wa 4, basi naye Yesu alitoka eneo alilokuwapo. Tunaonyeshwa katika maandiko matakatifu kwa mara ya mwisho alikuwa katika mji unaoitwa Yeriko, na baada ya Yeriko na Yerusalemu ni umbali wa kama kilomita 25. Kwa hiyo anatoka Yeriko anafika kijiji kinachoitwa Bethania na Bethfage. Hivi vijiji viwili viko karibu sana. Hivi vijiji viwili kufika Yerusalemu penye hekalu ni kama kilomita 3.2. Basi anapokuwa pale anaagiza sasa, akiwa katika kijiji cha Bethfage kwa mujibu wa Injili ya Dominika ya Matawi, basi Yesu akiwa Bethfage anaagiza aende anaagiza usafiri. Basi wanafunzi wake wanamfuata mkazi wa kijiji hicho, basi wanamwambia Yesu anaomba usafiri, basi akapewa punda akaenda Yerusalemu. Sasa wakati alipokuwa anaenda Yerusalemu, watu walikuwa wamesoma maandiko matakatifu. Inaonekana walisoma kitabu cha nabii Zakaria sura ya 9 aya 9 kwamba tazama mfalme anakuja ambaye ni mpole, anapanda punda, mwana wa punda. Sasa wakati akielekea kule alikutana na watu wakiwa wanaelekea Yerusalemu. Sasa naulize swali, wale walikuwa wanaelekea Yerusalemu kufanya nini? Hao Wayahudi Bwana Yesu walikuwa wanaelekea Yerusalemu kumlaki Bwana Yesu. Labda wewe? Mimi kama ninasema walikuwa wanaenda Yerusalemu ili kutimiza maandiko. Kutimiza maandiko kwamba sherehe 3 zipo, na basi katika hizo sherehe 3 kila mwanaume wa Kiyahudi lazima aende. Kwa hiyo wengi walikuwa wako njiani wakielekea huko Yerusalemu. Kwa hiyo ndio maana Yesu alivyoenda basi akakutana na kundi la watu, na wenyewe wanaenda Yerusalemu kwa sababu wanaenda kuadhimisha sherehe za nini? Za Pasaka. Basi wakamshangilia Yesu kwa matawi ya mitende. Ni kwa sababu gani? Wao walikuwa wakimshangilia Mungu kwa matawi hayo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashangiliwa kwa matawi hayo katika sherehe za vibanda.
Alafu wakatandaza mavazi yao njiani ili Yesu apite juu yake. Walivua baadhi ya mavazi yao wakaweka njiani ili Yesu apite. Kwa sababu gani? Ukirejea katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 9, basi wafalme ishara ya kujisalimisha kwa mfalme akapita juu yake. Alafu wakamshangilia kwa maneno ya Zaburi ya 118 aya ya Zaburi ya 118 za aya 26. Abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana, tubebe matawi tuandamane mpaka hekaluni kule. Kwa hiyo waliimba hayo maneno ya Zaburi hiyo hapo. Alafu wakatumia pia maneno ya kitabu cha pili cha Wafalme, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kwanza aya 38 hadi 40. Solomoni alipochaguliwa kuwa mfalme, basi watu walimuimbia wakisema Hosana mwana wa Daudi, kwa sababu Solomoni alikuwa ni nani? Ni mtoto wa Daudi. Hosana mwana wa Daudi, na Yesu akamshangilia hivyo hivyo. Swali la kwanza limechukua muda mrefu, tuulize swali lingine labda katika Dominika hii ya Matawi. Je, watu walimshangilia Yesu kama mfalme wa nani? Kimsingi Wayahudi waliomshangilia Yesu walidhani kwamba Yesu angekuja kuwakomboa katika utumwa wa dola la Kirumi, maana Wayahudi walikuwa wakitawaliwa na Warumi. Hata Herode mwenyewe aliyelirekebisha hekalu ile la Yerusalemu likawa zuri, hata watu wakawa wanaenda huko kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka, alikuwa sio Myahudi, alikuwa ni Mrumi. Kwa hiyo Wayahudi waliokuwa wametawaliwa na Warumi walidhani sasa huyu ni mfalme ambaye anakuja kutawala, awatawale Warumi alafu sisi tubakie kuwa huru. Labda swali lingine. Swali la mwisho ni kwamba je, baada ya Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe, nini kilifuata? Baada ya Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe, nashukuru kwa swali ambalo ni zuri kabisa. Basi kuna labda tujaribu kukadiria tarehe ambazo zinakubalika zaidi kihistoria. Yesu inaonekana aliingia Yerusalemu kwa shangwe tarehe 29 ya mwezi wa 3 ya mwaka 33. Tarehe 29 baada ya Yesu kuingia Yerusalemu, alilikagua hekalu. Alienda akaangalia hekalu kwa nje, akaangalia ndani yake, alafu baadaye akarudi kijiji cha Bethania na akapumzika pale. Kwa hiyo kutoka hekaluni mpaka Bethania tulisema ni kilomita 3. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatembea pia. Kwa hiyo ni vizuri watu wajifunze kutembea kilomita 3. Hatukuambiwa pale alipanda tena punda na kadhalika. Sasa tuende Jumatatu sasa, ambayo itakuwa ni tarehe ngapi hiyo? 30. Tarehe 30 Yesu aliingia pale Yerusalemu, katika hekalu la Yerusalemu. Kwa sababu ameshakagua akaona nini ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Basi hiyo tarehe 30 tunaambiwa kwa mujibu wa Injili ya Yohane sura ya 2, basi Yesu alienda katika hekalu la Yerusalemu akawafukuza watu wote waliokuwa wakiwa wanafanya biashara pale, kisha akawaambia, libomoeni hekalu hili, halafu ndani ya siku 3 nitalijenga. Ndio maana sasa wale makuhani waliokuwa kule kwenye hekalu wakaanza kumtengenezea visa kwamba mtu huyu kwanza amesababisha fujo huko hekaluni, amewaondoa watu waliokuwa wameleta wanyama wao ili waje wakamtolee Mungu sadaka, amewaondoa huko hekaluni, anasema wanafanya biashara. Halafu pili amesema atalibomoa hekalu hili, wakatafuta namna ya kumshtaki, namna ya kumuua. Hiyo ni siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne ambayo ni tarehe ngapi sasa hiyo? 31. 31 Yesu alirudi tena hekaluni, na hapa alifundisha mafundisho mengi sana. Alifundisha kuhusu sadaka ya mama mjane tunayoipata katika Injili ya Marko sura ya 12. Alifundisha kuhusu siku za mwisho, Injili ya Mathayo sura ya 24 na 25. Kwa hiyo alifundisha mafundisho mengi katika siku hii ya Jumanne, mojawapo ikiwa ni kwamba ataondoka na atarudi tena kuwahukumu wale walio wazima na wafu. Baadaye inafuata siku inayofuata ambayo ni siku gani? Tarehe 1 sasa, ambayo ni Jumatano. Sasa Jumatano maandiko matakatifu yazungumzi mengi sana kuhusu Yesu yuko wapi. Injili ya Marko sura ya 11 hadi sura ya 14, hususan sura ya 14 sasa inatuambia kwamba Yesu alikuwa hayupo Yerusalemu, maana tayari anaona hao watu wanamvizia, wanataka wamuue. Kwa hiyo tunaambiwa kwa mujibu wa Injili ya Marko sura ya 14 alikuwa nyumbani kwa Simoni mkoma. Na huko alipakwa marashi ya thamani kubwa na mwanamke mmoja, kuashiria kwamba labda atapitia mateso. Alafu baada ya hapo inafuata siku gani? Alhamisi. Siku ya Alhamisi basi Yesu alifanya karamu ya mwisho na wanafunzi wake jioni kabisa, alifanya karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Na katika wiki hii pia siku ya Alhamisi itakuwa ni karamu kama hiyo. Tutaadhimisha. Yesu aliweka sakramenti ya daraja takatifu mapadri, akaweka sakramenti ya Ekaristi takatifu, lakini pia katika siku hiyo Yesu akaweka sakramenti kuu ya mapendo. Mpende Mungu na mpende jirani yako kama kama nafsi yako wewe peke yako. Alafu siku inayofuata
Ijumaa. Kimsingi ile karamu ya mwisho Yesu aliifanya muda wa jioni. Kwa hiyo na aliifanya katika sehemu inayoitwa chumba cha juu ambacho kilikuwa karibu sana na bustani ya Getsemani. Kwa hiyo baada ya kula pale wakaimba, basi Yesu akashuka kusali. Sasa kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya juu, akashuka, ndio maana tunaambiwa akashuka na alikuwa akikesha katika kusali. Basi Ijumaa asubuhi ndio Yesu alipokamatwa baada ya kusalitiwa na Yuda. Basi baada ya kusalitiwa asubuhi sasa, na hiyo Ijumaa ilikuwa ndio siku rasmi ya Wayahudi kuadhimisha Pasaka. Basi hukumu yake iliharakishwa haraka sana, kwa sababu baada ya Ijumaa inayofuata ni Sabato, inaitwa Sabato. Hiyo ndio siku ambayo ni mapumziko kwa Wayahudi, hawapaswi kufanya chochote. Kwa hiyo hukumu yake iliharakishwa sana. Basi Ijumaa Yesu ndio siku ambayo aliuawa. Kikawaida Wayahudi sasa wakati wa kutolea sadaka siku ya Pasaka walikuwa wanatoa sadaka saa 3 asubuhi, saa 6 na saa 9. Yesu alikufa saa ngapi? Saa 9 alasiri. Kwa hiyo yeye mwenyewe alijitoa sadaka kwa ajili ya kutukomboa sisi. Wale Wayahudi walikuwa wakichinja wanyama, lakini siku hiyo ni Yesu mwenyewe alijitoa sadaka kwa ajili ya kutukomboa sisi. Labda jambo la mwisho kwa manufaa ya wote ambao wanatusikiliza, kuna ujumbe ambao tunaupata katika Dominika ya leo, walau mambo matatu. Tuwe wajasiri kukabili kile ambacho tunakiendea mbele. Yesu alijua anaenda kufa kumkomboa mwanadamu, lakini hakukata tamaa. Na sisi tusikate tamaa katika maisha yetu. Jambo la pili, Yesu alishangiliwa sana na wakati anaingia Yerusalemu kwa shangwe. Na hao waliomshangilia walikuwa huko Yerusalemu hata ile siku ya Pasaka, ile siku ya Ijumaa ambayo ndio anauawa, walikuwa kule. Lakini walimsaidia. Kuna aliyemsaidia Yesu? Basi mjue tu katika maisha haya, basi watu wanaweza kutushangilia kipindi fulani cha maisha, lakini baada ya hapo hamna tena mashangilio. Ni kama kwenye harusi. Kwenye harusi siku hiyo, mnafahamu nyimbo za harusi. Watu wanashangilia. Kwa mfano wanaimbaje? Wanawaimbia mabwana harusi. Wanameremeta. Basi sasa hizo ni sherehe wanawaimbia, lakini baada ya hapo kuna kuimbiwa tena? Hapana. Siku hiyo wanasema tuwapambe maua, sijui nini. Kurusha na maua eti. Wewe unafikiri siku nyingine tena ambayo watu wanaleta maua kwa pamba ni siku gani? Siku ya mazishi, si umeona? Siku ya mazishi ndio unaona. Kwa hiyo wakati mwingine ukumbuke kwamba watu wanapokushangilia, wewe chukulia tu kwamba upokea hayo mashangilio, lakini jua kwamba inaweza ikafika wakati hao watu wasiwepo na wewe katika shida. Wewe upambane na shida hizo katika hali ya ustahimilivu kama Yesu mwenyewe. Jambo la tatu labda na la mwisho, wale Wayahudi waliweka mavazi yao chini, ishara ya kujisalimisha kwa Yesu kama mfalme. Basi na sisi wakati huu wa Pasaka tuweke mioyo yetu kwa Yesu, kujisalimisha kwake ili tuweze kufufuka pamoja naye. Basi leo tumekuwa na wanafunzi kadha wa kadha hapa, tumewavamia tu kwa kweli. Tuko na labda wajitambulishe tu, wamekaa kiajabu ajabu, lakini basi wapo katika kazi. Jitambulishe. Kwa majina naitwa Bernard Godfrey, ni mwanafunzi wa St. Amedeus Sekondari kidato cha 4. Safi kabisa, kidato cha 4. Ongea tu mahali popote pale ulipo, ongea tu. Kwa majina naitwa Baraka Wilfred Soy, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya St. Amedeus kidato cha 4. Safi. Kwa majina naitwa Jovinda Masasenga, ni mwanafunzi wa shule ya St. Amedeus Sekondari na ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Kwa majina naitwa Wilfred Masawe, ni mwanafunzi wa sekondari Mtakatifu Amedeus, ni mwanafunzi wa kidato cha 2. Huyu ni cha 2, na maana mdogo. Kwa majina naitwa Samuel Joshua Urio, mwanafunzi wa St. Amedeus Sekondari, mwanafunzi wa kidato cha 4. Kwa majina naitwa David Bernard Skana, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya St. Amedeus kidato cha 4. Majina yangu ni Benedict Caritas Nyambara, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Mtakatifu Amedeus na ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Basi nipende kuwashukuru sana na samanini sana kwa kuwachukulia muda wenu. Basi niwatakie kila jema, tuendelee kukata matawi kwa ajili ya sherehe ya kesho. Asanteni sana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mbaki na amani Asanteni.